habari za ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Watu 82 wauawa katika mashambulizi mapya ya Israel ukanda wa Gaza. Iran yasisitiza haitaacha urutubishaji wa urani. Na mbunge wa zamani wa Ukraine anayeunga mkono Urusi auawa. Habari kamili. Gaza. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza leo yamesababisha vifo vya watu 82 wakiwemo wanawake kadhaa na mtoto mchanga. Haya yamesemwa na Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas na hospitali za eneo hilo. Israel inaendeleza mashambulizi hayo licha ya ghadhabu za jumuiya ya kimataifa kwa kutanuliwa kwa mashambulizi hayo. Inaarifiwa kuwa misaada iliyokubaliwa na Israel kuingia Gaza bado haijawafikia Wapalestina walio katika hali ya kukata tamaa. Haya yanajiri wakati ambapo mamlaka ya Palestina imesema kundi moja la wanadiplomasia limeshambuliwa lilipokuwa katika ziara ya mji wa Jenin ulioko ukingo wa Magharibi. Wanadiplomasia hao walikuwa katika ziara rasmi ya kutazama jinsi hali ya kiutu ilivyo, ndipo iliposikika milio ya risasi. Jeshi la Israel limesema ziara hiyo ilikuwa imeidhinishwa, ila ujumbe wa wanadiplomasia hao ulipita njia tofauti na iliyokuwa imekubaliwa. Ndipo wanajeshi hao wa Israel walipofyatua risasi ili kuwatahadharisha. Uhispania imelaani tukio hilo. Tehran. Iran leo kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi imesema haitoacha kurutubisha madini ya urani. Tamko hili la Araghchi linaonyesha msimamo wa jamhuri hiyo ya Kiislamu katika mazungumzo yake na Marekani kuhusiana na mpango wake wa nyuklia unaokuwa kwa kasi. Araghchi amesema haya baada ya mizunguko kadhaa ya mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili, ikiwemo mazungumzo ya kiwango cha wataalam kuhusu uwezekano wa kupatikana mwafaka. Lakini hadi sasa hakuna kilichofikiwa na maafisa wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump, mjumbe wa Marekani Mashariki ya Kati Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, wakisisitiza kwamba Iran ni sharti iache urutubishaji, ila haikufanya hivyo katika mkataba wake wa nyuklia wa mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Madrid. Mbunge wa zamani wa Ukraine aliyekuwa amewekewa vikwazo na Marekani, ambaye pia alikuwa msaidizi mkuu wa rais wa zamani wa Ukraine aliyekuwa anaiunga mkono Urusi, Viktor Yanukovych, ameuawa kwa kupigwa risasi karibu na Madrid leo. Haya yamesemwa na chanzo kimoja cha polisi ya Uhispania. Vyombo vya habari vya Uhispania vimesema Andriy Portonov alikuwa ametoka kuwapeleka wanawe shule ndipo alipouawa kabla ya kuingia kwenye gari lake. Portonov alikuwa mbunge nchini Ukraine katika miaka ya 2000 na akawa naibu mkuu wa utawala wa rais chini ya Yanukovych kabla ya kukimbilia Urusi mwaka 2014 baada ya kuamrisha kushambuliwa kwa waandamanaji wa Ukraine waliokuwa wanataka kujiunga na Umoja wa Ulaya. Marekani ilimwekea vikwazo mwaka 2021 kutokana na madai ya ufisadi. Mamlaka nchini Ukraine hazijatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo, ila nchi hiyo imehusishwa na mauaji kadhaa nchini Urusi na maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi mwaka 2022. Mauaji hayo yamekuwa yakiwalenga maafisa wa kisiasa, kijeshi au wanaunga mkono vita vya Ukraine. Berlin. Polisi ya Ujerumani leo imewakamata vijana 5 wanaotuhumiwa kuanzisha kundi la wanamgambo la siasa kali za mrengo wa kulia kwa jina Wimbi la Mwisho la Ulinzi, lililokuwa linawalenga waomba hifadhi. Vijana hao pia wanadaiwa kupanga kuihujumu serikali. Waendesha mashtaka wa shirikisho wamesema washukiwa hao wenye umri wa kati ya miaka 14 na 18 walikuwa wanachama au wafuasi wa kundi hilo lililoasisiwa Aprili mwaka jana. Katika taarifa, waendesha mashtaka hao wamesema lengo lao lilikuwa kuangusha mfumo wa demokrasia katika Jamhuri ya Shirikisho ya Ujerumani kupitia machafuko. Na hatimaye N'Djamena.
Waziri mkuu wa zamani wa Chad na kiongozi wa upinzani Success Masra ameshikiliwa na polisi kwa muda leo baada ya kufika mahakamani akituhumiwa kwa uchochezi. Haya ni kwa mujibu wa mawakili wake. Masra alipambana na Rais Mahamat Idris Deby Itno katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Alikamatwa mnamo Mei 16 na anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo uchochezi, uasi na kuanzisha na kushirikiana na makundi yaliyojihami. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Tuangazie sasa safu ya uchambuzi. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yameendelea licha ya hasira ya kimataifa kuongezeka. Wachambuzi wanazungumziaje hatua mpya kutoka mataifa ya magharibi? Pingamizi hizi dhidi ya serikali ya Netanyahu haziko tu nje ya Israel, lakini hata huko ndani ya Israel vuguvugu linazidi kuongezeka kumtaka Netanyahu abadili msimamo wake. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakutana leo na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuanzie uchambuzi wa ripoti jioni hii. Mashariki ya Kati, mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yameendelea licha ya hasira ya kimataifa kuongezeka, huku hospitali zikizingirwa, misaada ikikwama kuwafikia watu wanaotaabika, na viongozi wa dini kisiasa wakitoa mito ya kuvisitisha vita. Papa Leo wa 14 ameongeza sauti miongoni mwa walioguswa na janga hili, akitoa wito wa dharura kwa Israel kuruhusu misaada ya kukomesha umwagaji damu. Idi Sesanga na taarifa kamili. Jeshi la Israeli limezingira hospitali mbili kati ya chache zilizosalia zikifanya kazi kaskazini mwa Gaza za Al-Auda na hospitali ya Indonesia, likizuia watu kuingia au kutoka. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mfumo wa afya katika eneo hilo uko hatarini kuporomoka kabisa kutokana na mashambulizi ya anga, ukosefu wa maji, umeme na vifaa. WHO imeripoti mashambulizi takriban 700 dhidi ya vituo vya afya tangu kuanza kwa vita. Hospitali ya Al-Auda imeshambuliwa moja kwa moja, ambapo drone ziliulenga uwanja wake wa magari ya kubeba wagonjwa. Wauguzi na madaktari takriban 50 wakiwemo watoto na wajawazito wamebaki ndani ya jengo hilo, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula na mawasiliano. Wajumbe wa bodi ya hospitali wanasema hawawezi kuondoka kwa sababu ya mashambulizi yanayoendelea. Hospitali ya Indonesia iliyokuwa kubwa zaidi kaskazini mwa Gaza nayo imezungukwa na wanajeshi wa Israeli. Droni zimekuwa zikivinjari angani na mashambulizi ya anga yamesababisha moto baada ya jenereta kushambuliwa. Israeli inadai inashambulia miundombinu ya Hamas karibu na hospitali, madai ambayo imekuwa ikiyatoa mara zote inapolenga vituo vya afya bila kutoa ushahidi. Wakati hayo yakiendelea, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa dhati kwa Israeli kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na kusitisha mapigano. Hali katika ukanda wa Gaza inazidi kuwa ya kusikitisha na kutia wasiwasi. Inatoa tena wito wangu wa dhati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu yenye heshima na kukomesha uhasama ambao gharama yake ya kutisha inalipwa na watoto, wazee na wagonjwa. Ingawa Israeli ilitangaza kuruhusu misaada kadhaa kuingia Gaza, Umoja wa Mataifa unasema bado hakuna msaada uliowafikia watu walioko katika hali ya dharura. Shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limesema wafanyakazi wake walishindwa kuchukua msaada mpakani kwa sababu ya amri ya jeshi la Israeli kubadilisha malori, jambo lililosababisha kuchelewa kwa usambazaji. Hadi Jumatano misaada ilikuwa bado haijagawiwa. Katika hatua nyingine, kundi la wanadiplomasia lililokuwa likizuru kambi ya wakimbizi ya Jenin katika ukingo wa Magharibi lilishambuliwa kwa risasi. Mamlaka ya Palestina imelaani tukio hilo, huku waziri wa mambo ya nje wa Italia akiitaka Israeli kutoa maelezo ya haraka. Wakati wakosoaji wa kimataifa wakiongezeka, ikiwemo Ufaransa, Uingereza na Kanada, Ujerumani iliyatetea makubaliano ya ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Israeli, licha ya umoja huo kutangaza kupitia upya makubaliano hayo
kwa mujibu wa kifungu kinachotaka kuheshimiwa kwa haki za binadamu.